mwenye kalamu na notebook aandike mwisho wa mtu mkamilifu. Kitabu cha Ayubu sura ya 1 mstari wa 1. Neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Bwana asifiwe. Kitu chochote kitaitwa kikamilifu kwa vipimo vilivyokadiriwa na aliyekitengeneza, lakini ukamilifu wake haukuhesabiwa kwa kimo alichonacho, wala kwa umbile alilonalo, wala kwa umri alionao. Ukamilifu wake, neno la Mungu linasema, palikuwa na mtu katika nchi ya Usi, jina lake akiitwa Ayubu. Alikuwa akiitwa Ayubu. Mtu huyo alikuwa mkamilifu na mwelekevu, ni mmoja aliyemcha Mungu na kuepukana na uovu. Vipimo vya ukamilifu wa Ayubu vilikuwa vile alivyomcha Mungu na kuepukana na uovu. Somo langu linasema mwisho wa mtu mkamilifu. Mwisho wa mtu mkamilifu. Vipimo vya ukamilifu kwa Ayubu vilikuwa vile anavyomcha Mungu na kuepukana na uovu. Vipimo hivyo viliamua mwisho wake, na tumesoma habari ya ukamilifu wa Ayubu baada ya yeye kumaliza mwendo wake. Bwana asifiwe. Wakati anaishi hivyo, ukamilifu wake ulibaki kwa Mungu aliyemuona jinsi anavyomcha Mungu na kuwa mwelekevu mbele zake, na vile anavyoepukana na uovu. Hapo ndipo Mungu aliuona ukamilifu wake. Lakini kupitia katika yale majaribu yaliyokuwa yakimjaribu Ayubu, yakimpa mapigo makubwa, na Ayubu kwa sababu ya uelekevu wake na uaminifu wake kwa Mungu na vile alivyoepuka uovu, Mungu alimtia nguvu ya kuendelea kushikamana na ukamilifu wake.